Nataka kuelezea aspect nyingine ya masoko ambayo tumekuwa hatuizungumzii sana. Hatuizungumzii sana. Na hatuizungumzii sana na kuna na maslahi gongana yanasababisha tusizungumzie sana. Miwa. Sisi ni nchi ambayo kila mwaka nenda mwaka rudi tunaagiza sukari kutoka nje. Tunaagiza sukari kutoka nje. Unajiuliza kwa nini? Tunaagiza sukari kutoka Malawi. Tunaagiza sukari kutoka Zambia. Tunaagiza sukari kutoka Uganda. Wataalamu wanatuambia sisi ndio tuna uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha miwa kuliko nchi zote hizo. Ulitarajia wale ndio wawe wanaagiza sukari kutoka Tanzania, lakini sisi ndio tunaagiza kutoka kwao. Na wakati mwingine kama alivyosema mheshimiwa marehemu alitangulia mbele yake Magufuli, tunaagiza kutoka Dubai sukari. Tunaagiza kutoka Brazil. Tunaagiza sukari kutoka South Africa. Halafu mtu unajiuliza labda Watanzania ni wavivu. Ukienda bonde la Kilombero unakuta wakulima wanalima miwa, wanashindwa kuuza miwa. Tunatupa tani 350,000 kila mwaka. Wa Tanzania tunatupa tani 350,000 kila mwaka. Alafu tunaagiza sukari kutoka nje. Na ukirudi upande mwingine, vijana hawana kazi. Angalia tangazo la kazi likitoka, ni watu wangapi wanakimbilia kuomba kazi. Kwa ajira ya viwanda hivi vya sukari ambavyo tungeweza tukaajiri watu wetu, hamna, kwa sababu tunaagiza sukari kutoka nje. Mko pamoja na mimi kwenye mshangao? Labda hamnisikii vizuri. Mko pamoja na mimi? Sisi ni nchi ambayo tumekuwa tukiagiza sukari kutoka nje year in year out. Tunaagiza sukari kutoka Brazil, kutoka Dubai, kutoka Malawi, kutoka Zambia, kutoka Uganda. Year in year out. Wataalamu wanatuambia sisi ndio wenye uwezo mkubwa wa kuzalisha sukari kuliko nchi nyingine zote hizo zilizotuzunguka, Uganda, wapi. Lakini tunaagiza sukari kutoka huko. Halafu unaweza kusema labda Watanzania ni wavivu, kwamba hawalimi miwa ya kutosha. Ukienda bonde la Kilombero tunatupa miwa. Hatuwezi kuchakata miwa yote inayozalishwa. Ukienda Mtibwa watu wameacha kulima miwa, ilikuwa hainunuliwi. Sasa hivi wanapeleka kule Mbigiri kule mbali. Kwa sababu expansion ya production capacity stalled. Iliacha kuendelea. Halafu ukisikia serikali ikitangaza kazi leo, tizama ni watu wangapi wanaomba kazi. Mbio watu wanakimbizana kuomba kazi. Hakuna fursa za kutosha. Ajira ni shida nchini kubwa. Halafu tunaagiza sukari kutoka nje, viwanda havi-expandi, havitoi ajira kwa watu wetu, wakulima wanatupa miwa, wengine wameacha fursa za kulima pale Mtibwa kwa sababu viwanda havinunui sukari. Mko pamoja na mimi kwenye kushangaa? Mko pamoja na mimi kwenye kushangaa? Hili limekuwa likiendelea. Na swala la kuingiza sukari nchini ni swala la rushwa, la ufisadi mkubwa. Kwa sababu tamaa yake kubwa mno. Tamaa ya kunufaisha wachache kunyima wa Tanzania ajira kubwa mno. Tamaa ya kunufaisha wafanyabiashara wachache kunyima wakulima fursa ya kuuza miwa kubwa mno. Sukari ni kama madawa ya kulevya. Pesa nyingi
sana. Nalisema hili kwa sababu hizi takwimu zinatupa picha, na I have to say this, vinginevyo nyongo itaniua. Tamaa ya kuwapa watu wachache fursa ya kuleta sukari, kuua ajira wa Tanzania, kunyima wakulima fursa ya kuuza miwa, na kunyima serikali kodi kubwa mno. Huko nyuma wako mawaziri waliondoka, sitowataja, hilo kwa kutoa vibali vya kuingiza sukari hapa, wakati hali ndio hivyo. Lakini serikali imejipanga sasa. Kuanzia awamu ya tano chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kawaida wazalishaji wa sukari, kwa nini hamuongezi uzalishaji wa sukari hapa nchini? Wakasema tunataka sana kuongeza, lakini sukari mnaingiza hapa nchini, maneno yao, kiholela. Tunashindwa kwenda kwenye mabenki kuwashawishi watoe fedha za kuongeza uzalishaji hapa nchini. Serikali kasema sawa, mchawi mpe mwanao amlee. Kuanzia sasa, kukiwa na upungufu wa sukari, atakayeagiza ni nyie. Tathmini itafanywa na bodi ya sukari, itapelekwa Wizara ya Kilimo, halafu ikishaonekana kwamba sasa pengo ni hili, tutagawa. Actually sheria sasa inasema mnagawa sawia na uzalishaji wao wa ndani. Wakati tunafanya hivyo tulikuwa tunaagiza zaidi ya tani 100,000 ya sukari kutoka nje. Utaratibu huu mpya ulivyoanza, uingizaji wa sukari ukapungua na uzalishaji wa ndani ukaongezeka. Tumekwenda mpaka juzi, mwaka huu, pengo halisi lilikuwa ni tani 40,000. Tumeagiza 50 ili tu bei isijeka watu wakapiga kelele mfumuko, tukaongeza 50 zaidi. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Serikali ilivyoona tunaenda vizuri, ikapeleka sheria bungeni. Sheria bungeni inasema hakuna mtu ataruhusiwa kuingiza sukari hapa nchini mpaka kwanza kuwe na pengo la sukari, lifanyiwe tathmini, lionekane, na baada ya kuonekana ni wazalishaji wa sukari ndani ya nchi peke yao watakaogawiwa lile pengo kuagiza, na lazima mzalishaji awe anazalisha minimum tani 10,000. Ndio maana pale Manyara yupo mzalishaji hajawahi kupewa kibali cha kuingiza sukari na anataka kupewa. Hajafika kiwango hicho. Ukifika lile pengo tunakugawia wewe. Kwa hiyo imekuwa ni sheria ya bunge. Sheria hii imetungwa ili hizi takwimu sasa zianze kukaa vizuri. Wakulima wa miwa wauze miwa yao, wawekezaji kwenye sekta wapanue uzalishaji, vijana wetu wapate ajira, tuokoe fedha za kigeni, na sisi tuuze sukari nje badala kuleta sukari kutoka Malawi, kutoka Uganda, kutoka Zambia. Kwa hiyo ni sheria ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni sheria, na ni sheria nzuri, hakuna sababu ya kuibadilisha. Hakuna sababu ya kuibadilisha. Ni sheria nzuri. Na matokeo yake, baada ya jambo hili kutungiwa sheria, wawekezaji tunawaona. Kilombero wamekuja wanataka kuexpand twice as much, na wananiambia watakuwa ni the largest producer of sugar in East Africa. Na actually wanasema kwa ile kampuni Afrika nzima hawajawahi kuwekeza hela nyingi kiasi hicho kwa mkupuo katika uzalishaji wa sukari.
shilingi bilioni 576 kwa ajili ya uzalishaji, kupanua kiwanda. Na aliniita juzi, nilitoka Zanzibar akaniita, akasema tunaomba uhakika. Sheria hii mtaibadilisha? Mkaanza tena kurudi kule, sasa hatuibadilishi ngo. Na anasema Watanzania mnisikie, tutakuwa wasaliti wa nchi yetu tukibadilisha hiyo sheria. Tutakuwa, kwa sababu tukibadilisha tunataka kunufaisha watu wachache. Tutakuwa tunataka kushibisha matumbo ya watu wawili watatu, wakati wa Tanzania hawana kazi za kutosha. Wakulima wa miwa hawana miwa. Hii sheria sijui mimi hakuna sababu ya kubadilisha. Mmenielewa? Lakini natoa wito sasa kwa wale wanaoweka shinikizo kuingiza sukari. Wafanya biashara wanasumbua sana bodi ya sukari. Wanasumbua sana. Wanasumbua kweli kweli. Wewe ni mfanya biashara, huzalishi sukari. Sheria inasema ni mzalishaji wa sukari peke yake ataruhusiwa kuingiza sukari hapa nchini. Na ataingiza sukari hiyo kulingana na pengo lililopo. Halafu unazunguka na kuanza kutoa tuhuma, kwenda kumshtaki mtendaji mkuu. Sisi tunanyimwa fursa. Waache. Ndio maana napenda alisema hadharani hili. Hicho kibali cha sukari kitapitia mezani kwangu mimi, Adolf Mkenda, waziri wa kilimo. Na hakitapita, bora niachie ngazi. Hakitapita, bora niachie ngazi. Tunamnufaisha nani? Wanaopeleka majungu wapeleke. Hata mimi nikitaka hela sintakurudi, sintapata. Kwa hiyo hilo naomba tu Watanzania waelewe. Na wafanya biashara, acheni kutuzunguka, kutuharibia. Huyu mwekezaji akiacha expansion yatusaidia nini sisi? Inafurahisha nini sisi kuendelea kuagiza sukari nje? Inatusaidia nini? Inatusaidia chochote. Tunaweza tukajitegemea tukiacha tamaa. Kwa hiyo la sukari ni hilo, ndani nilisema. Kibali kitapita waziri wa kilimo, sikitoi ngo. Hakina maslahi kwa nchi yetu. Hakina maslahi kwa nchi yetu. Na kitaichafua sana serikali kama tukitoa. Kitaichafua sana. Kitaichafua sana. Serikali imeenda vizuri mpaka hapa. Hatutoi kibali ngo.